Ilikuwa ni usiku wa giza nene lililotanda katika mji wa Sundred. Jiji hilo lilikuwa maarufu, na siku hiyo mvua kubwa ilikuwa ikinyesha kwa kasi ya ajabu, ikiambatana na radi nzito zilizopasua anga. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Suleiman alikuwa kwenye pikipiki yake akirejea nyumbani majira ya saa 5 usiku. Mbele yake alimwona mwanamke mjamzito akiwa anatapatapa huku akimpungia mkono kwa shida ili amsaidie. Suleiman, akiwa hana huruma, alipita bila kusimama huku akisema kwa dharau, "Hivi ndo vichawi vya barabarani?" Mwanamke yule alimtua ametoka na damu nyingi sana, na alijifungua hapo hapo kwenye maji kwa chungu mengi. Alimtoa mtoto wake kwenye maji asife, huku akimweka kifuani. Alijisahau kuwa yupo katikati ya barabara ya vumbi iliyokuwa na maji mengi kama mtu. Akiwa na tabasamu, alijiambia, "Mwanangu, sijui nikupe jina gani litakalokufaa." Asante Mungu, nitakuita Joshua, maana alisimamisha jua wakati wa vita. Mimi nimekuita kwa heshima ya mama kwa mwanaye. Mwanamke yule alikuwa na maumivu makali, lakini bado alitabasamu. Ghafla lilipita gari kubwa semi-trail na kuwagonga bila hata kupiga honi. Kulitokea mtawanyiko wa kiumbe kipya na mama yake. Wote walikufa na damu zilitapakaa sana barabarani. Turudi nyuma kidogo. Ilikuwa ni mwaka mmoja uliopita. Aziza alikuwa binti wa pekee kwa mama yake, mwenye umri wa miaka 20, na hakuwa amewahi kuyajua mapenzi. Siku moja Aziza alikutana na kijana aliyeitwa Zaki. Walikuwa marafiki kwa miezi 9 tu, na Aziza alimpenda sana Zaki. Siku hiyo Aziza alienda kwa Zaki, mtoto wa mwenyekiti wa eneo hilo, ambaye alikuwa na makazi yake hapo kijijini. Zaki alimkaribisha